Lakini tunawapongeza nyie kwa kufanya zoezi hili la kupumzisha ziwa. Kwa nini? Kwa sababu tumeanza kuona kwa upande mmoja manufaa kwa takwimu tulizoziona. Bado kuna changamoto. Dagaa wameongezeka, lakini samaki inaelekea pengine kuna tatizo, kuna upungufu wa samaki. Lakini katika kuongea hapa imejitokeza kwamba uvuvi haramu inawezekana ni moja ya sababu kubwa ya kwa nini hatuwezi kurip benefits za kufunga ziwa kikamilifu. Kwa hiyo sisi kama kamati tunashukuru, lakini tunatoa maelekezo. Tunaomba mpango wa kufunga ziwa kadiri mlivyojipangia uendelee. Kwa hiyo matayarisho yafanyike, muendelee na ule mpango, kwa sababu kamati tunakubaliana na jambo hilo. Wakati tunafanya jambo hili, tunaomba tusisitize tatizo la uvuvi haramu lishughulikiwe kwa nguvu kubwa, kwa kuinvolve taasisi zote na hasa hizi Gilet, kwa sababu inaonekana wazi kabisa kwamba hapo ndio kwenye tatizo. Na hapo tukushukuru Mheshimiwa Waziri, kwa sababu itakuwa wakati tunatoa maelekezo yetu kama kamati, lakini nadhani wewe umesha tu preempt. Umetoa maelekezo hapa kwamba kamati, kikosi kazi ambacho kinashughulikia swala hilo la uvuvi haramu immediately, kama kilikuwa kinakwenda sehemu nyingine, kirudi kwenye ziwa Tanganyika. Na sisi kama kamati kwa niaba ya wabunge pamoja na wabunge wengine tutafuatilia kuona kwa kiasi gani jambo hilo linafanyika. Popote ilipo, naomba ielekee ziwa Tanganyika kuondoa gillnet zote. Kwa sababu wanaosema hapa ni wawakilishi wa wananchi. Hakuna kitu ambacho sisi serikali tutakihofu. Kama wawakilishi wa wananchi wako tayari, ina maana na wananchi wetu wako tayari. Kwa hiyo ile timu popote ilipo, naomba iahirishe kazi huko ilipo, ielekee ziwa Tanganyika na tutekeleze waraka namba 2 ambao na kanuni tumeitoa, nimeisaini mimi mwenyewe nilipoingia kwenye wizara hii kuhusu gillnet. Kwa hiyo hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuna utani kabisa, tunatamani tulinde rasilimali zetu. Yawezekana hata hivi dagaa vichache, samaki wadogo, ukimsikiliza Mheshimiwa Kavejuru ni kweli, yawezekana gillnet zimevua vitu vyote, pamoja na kwamba tuliweza kupumzisha ziwa, lakini gillnet zimeharibu tena kila kitu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hili tunalibeba na timu yetu ipo, timu ambayo iko kazini masaa 24 itaelekea ziwa Tanganyika. Na waheshimiwa wabunge, naomba mtoe tu ushirikiano wenu ili tuondokane na uvuvi huu haramu ambao unatuharibia rasilimali zetu za taifa. Katika mwaka wa 2023 ambao haukuwa na mazoezi ya kupumzisha ziwa Tanganyika, uzalishaji wetu ulikuwa ni jumla ya tani 85,180. Mwaka 2023 ndo mavuno tuliyovuna ziwa Tanganyika. Lakini baada ya upumzishaji wa kipindi cha miezi 3 tu, mavuno yaliongezeka na kufika tani 89,138. Hili ni ongezeko ambalo ni la 4.6 kwenye ongezeko la uzalishaji.